Nchini Uingereza, ligi kuu ya nchi hiyo imekuwa maarufu sana duniani kwa sasa, na hiyo inajaziwa na namna ligi yao ilivyo na ushindani uliopo ndani yake. Lakini jambo kubwa zaidi linalosifika ni kuwa moja ya ligi kubwa duniani ambayo imekuwa ikipamba sana wachezaji wake wa ndani, yaani wachezaji wazawa wa Kiingereza, pale ambapo wanaonyesha ubora hata kama ni chipukizi bila kujali klabu wanayocheza. Ni miaka mingi sasa tumekuwa tukiwalaumu sana wachezaji wetu wazawa. Ni muda mwingi tumekuwa tukipambana kuona nafasi za wachezaji wa kigeni kupunguzwa na kuwa nafasi chache kwao kuja kusakata kabumu nchini, na hiyo ni kutokana na kuona ubora wa wazawa kupata nafasi mbele ya wageni ni ngumu, jambo ambalo limekuwa na mjadala mkubwa kila itwapo leo. Wakati sasa umefika tunapaswa kukubali kuwa wageni wana nafasi kubwa sana ya maendeleo ya mpira wetu, kuanzia ndani ya uwanja hadi nje ya uwanja. Uwepo wa nafasi nyingi za usajili wa wachezaji wa kigeni ndio kumbukumbu bora ya mwanzo mzuri wa mafanikio ya vilabu vyetu vya ligi kwenye ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho Afrika. Nani asikumbuka Simba iliyofanya vyema? Kumbukumbu inanikumbusha kuwa hata Yanga iliingia fainali shirikisho chache ni wageni. Jambo hilo limenifanya kutupa jicho langu kama mwewe na kuona kuwa nafasi ya wageni imesaidia sana kupandisha ubora wa wachezaji wetu wa kizawa kwa kiasi kikubwa sana. Wachezaji wetu wengi wamekuwa na vipaji na uwezo mkubwa, ila ikikosekana hamasa ya kupambana na hilo, kwa sasa ni tofauti. Wazawa wengi wanapambana, hata wale ambao wapo Simba na Yanga pamoja na Azam FC wamekuwa wakionyesha jitihada, na wengine wakiwaweka benchi wageni. Mfano halisi unapomzungumzia Mohamed Hussein, Pascal Msindo, Lusajo Maikenda, Faisali Salum Feitoto, Mzamir Yasin, Clement Mzize, Mudassir Yahya, Dickson Job, Ibrahim Baka, Nixon Kibabage, Adolf Mtasigwa na wengine wamekuwa wakijiongeza, wakijituma na kuonyesha ubora wao na kupambania namba na wageni. Ni msimu wa 3 sasa wazao wamekuwa wakijituma hata wakiwa kwenye vilabu vya kati hapa nchini. Unapozungumzia msimu uliopita, kiwango cha wazao kupambana na kuonyesha ubora wao kiliongezeka na walionekana. Unapomzungumzia Najim Musa akiwa na Tabora United, Waziri Junior, Valentino Mashaka akiwa na Geita Gold FC, Zabona Mayobia na Tanzania Prison, Rahim Shomari pamoja na Yona Amos. Wageni njoeni na sisi wenyeji tuwaonyeshe ubora wetu. Huu ndio wakati wa wazawa kuondoa zana ya kuwa wazawa hawapambani na hawajitumi. Yale yaliyotokea nyuma, wakati huu sio ya kuendelea kutembea nayo. Ni wakati sasa kuamini wanaweza. Hakuna haja ya idadi ya wageni ipunguzwe. Hapa panatosha. Hiyo ndio silaha nzuri ya kuongeza ubora wao. Tofauti na miaka iliyopita, soka la Tanzania linakabiliwa na tatizo kubwa la kukosa washambuliaji mahiri, jambo linaloiathiri pia timu ya Taifa Stars. Zipo sababu zinazotolewa na wachezaji wenyewe, wachambuzi wa soka kuhusu uthubutu wa washambuliaji wazawa, ambazo ni pamoja na kuendekeza starehe, kutokujituma na klabu kuendekeza wageni. Kwa siku za karibuni mchango wa washambuliaji wazawa unaonekana kuwa mdogo kiasi cha kuiathiri Taifa Stars, jambo ambalo udhaifu huu umewafanya washambuliaji wa kigeni waendelee kutesa kwenye ligi kuu bara kiasi cha kuchukua tuzo zikiwamo za ufungaji bora kila msimu, ambapo washambuliaji wazawa wanapitwa magoli mengi na washambuliaji wa kigeni. Nukuu, mshambuliaji wa zamani wa Yanga na Simba Ali Yusuf Tigana alisema washambuliaji wengi nchini wanashindwa kufanya vizuri uwanjani kutokana na kuendekeza starehe na wavivu wa mazoezi. Hawa vijana hawajitumi, hawapendi mazoezi, lakini kikubwa wanapenda starehe hizi. Fedha wanazopata wakati huu zinawazuzua, ni chanzo cha kufanya vibaya uwanjani. Naye Mwanamtwa Kihwelo alisema washambuliaji wengi wa sasa hawajitumi, na ndivyo maana wageni wameendelea kutawala kwenye ligi kwa miaka ya karibuni. Zamani zile hakuna mchezaji wa nje ya nchi aliyekuwa anapata nafasi kikosi cha kwanza mbele ya wazawa, kwani wachezaji wote walikuwa wanajituma. Kitwana Manara alisema Tanzania ina washambuliaji wazuri, lakini dharau za viongozi ndizo zinachangia washindwe kuonekana.
Unajua, viongozi nao wanachangia washambuliaji wetu kucheza chini ya kiwango. Kutokana na dharau zao, wanatukuza wageni wanaowasajili kwa pesa nyingi, lakini hawana wa kwetu, nao ni binadamu, hawajisikii vizuri, alisema. Na hii ni Spoti Mtaa TV. Mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu kutoka hapa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kwa habari kemkem za michezo.